إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Baadakum himidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zanguni katika imani, ikiwa tuko kwenye Ijumaa ya kwanza ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ya mwaka 2025, unwani na kichwa cha maudhui yetu na khutba yetu ya leo, tutazungumzia insha Allahu taala ightinamu al-awqati fi Ramadhan, kuchuma nyakati katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa nini katika mwezi mtukufu wa Ramadhani? Kwa kuwa Ramadhani ni mwezi pekee kwa mazuri mambo yaliyowekwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na la Ramadhani mtu kufikiwa na Mola wake, kufikia na kufikiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani ni neema kubwa sana kwa yule atakayekadiriwa na Mola wake. Bulughu shahru Ramadhan wa siyamuhu ni'matun adhimatun ala man aqdarahu Allahu alayhi. Kufikia mwezi mtukufu wa Ramadhani, kufika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mtu akajiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani na funga yake, ni neema sana kwa yule atakayekadiriwa na kuafikiwa na Mola wake. Ni wingi watu waliotamani kufunga mwaka huu. Watu wingi wako waliokuwa wamepanga mpaka tarawehe watasali wapi, na wako watu walikuwa wamejipanga mpaka futuru watafuturu na nini. Si ajabu kuna mpaka watu walitia mareshi ndani ya majumba kwa kujipanga kwake na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini siku zote wa matashauna illa yasha Allah, hayawi tunaoyataka sisi, yanakuwa yale anayotaka Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo ndugu yangu katika imani, sisi tuliobahatikiwa kwa siku hizi mpaka sasa hivi, tushukuruni kwanza kwa hilo. Na ikiwa tutafikiwa na Mola wetu kumaliza mwezi mzima, basi nyakati tuzichunge sana, ingawa hatuna garantii na hilo. Licha la mwezi mzima, hata kwa saumu ya leo hatuna garantii kwa sote ya kwamba tutatwewa na jua na sisi tutaweza kufungua saumu yetu ya leo. Hiyo ni ilmul ghaibi, hayo mambo ya siri, hakuna jua isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Lakini kila lahdha katika uhai wako na kila madakika na masekunde katika uhai wako kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, hakikisha mwanadamu usipoteze nyakati kama hizo. Ingawa
la kupoteza nyakati halitakaniwi kwa wakati wowote, lakini katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mbabi aula. Leo tupoteza nyakati zetu, leo tupoteza uhai wetu, na leo tupoteza umri wetu, lakini mwanadamu husahau ya kwamba miongoni mwa mambo utakaoulizwa siku ya Kiyama ni Mtume sallallahu alaihi wasallam kusema wa an umrihi fima afnahu, na mtu ataulizwa kuhusu umri wake, uhai wake, wakati wake. Ndipo mmoja akasema al-umru qasirun fala tuqassiruhu bil ghafla, umda ni mfupi sana na hizi nyakati ni fupi sana, mwanadamu asizidi kuzifanya fupi kwa kughafilika katika maisha ya dunia. Sisi miaka yetu mingi tuliopawa na Allah tabaraka wa taala ni kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Hapo kwenye 60 mpaka 70 ndipo sisi hapo tulipo, lakini si wingi pia watakaofikisha hapo. Mimi hapa nilipo Sheikh Robo Mungani ona mdogo, sasa hivi mimi nina miaka 40. Sasa nilipobakisha uweza kuna bado mwana miaka unao, lakini kwa miaka niliyotumia na niliyobakisha nkatiti na kidogo kuliko niliyotumia. Ikiwa mimi napiga kwa mahesabu kama haya, wewe ambaye kwamba huweza kunizaa hata kwa kusimama, taka uzidi kupiga mahesabu ya kwamba huu umri tulionao ni mfupi sana, na mwanadamu asili yake hastahiki kupoteza umri wake wala wakati wake kwenye nyakati zote, lakini hususan katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zanguni katika imani, angalia hili la wakati. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema neematani, neema mbili, maghbunun fihima kathirun minan nas, watu wengi wameghafilika nazo na watu wengi wamepata hasara nazo. As-sihhatu wal faragh, afya na wakati. Yaqulu Ibn al-Jawzi rahimahullah katika hii hadithi, qad yakunu al-insanu sahiha, huweza mwanadamu akawa na afya yuko sawa, wala yakunu mutafarrigha, lakini akawa masikini, hana wakati, lijughli bil maashi, kwa kwenda mbio kutafuta maisha. Wakad yakunu mustaghniya, na huweza mtu akawa amejitosha kutafuta maisha yake yako sawa, wala yakunu sahiha, lakini asiwe na afya, asiwe mzima. Sasa tuambiwa na Ibn al-Jawzi ya kwamba faman shaghala firaghihi wa sihhatihi fi ta'ati Allah, yoyote atakayeshughulisha wakati wake na afya yake katika toa ya kumtii Allah tabaraka wa taala, fahuwa al-makhbut, basi mtu huyo ni aliyobarikiwa, mtu huyo yuko kwenye sururi na furaha. Wa man shaghalaha fi ma'siyati Allah, na yote mwenye kutumia afya yake na wakati wake kwenye kumwasi Allah tabaraka wa taala, fahuwa al-maghbun, mtu huyo yuko kwenye hasara na mtu huyo ameghafilika. Sasa ndugu zanguni katika imani, yanayofuata ni maneno ya Hasan al-Basri. Sasa hapa pulika kwa makini walioyanena na yaliyompelekea yeye aliyoyaona mpaka kayanena hayo, kisha sasa tulete taswira kwa wakati wetu wa leo kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Vitabu vasema dhata yaumi marra Hasanul Basri, siku moja marra al-Hasanul Basri, Hasan al-Basri alipita, biqaumin yadhakun, watu wanacheka, wahum fi shahri Ramadhan, na wao wako kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sikia, alipita kwa kaumu ya watu wameketi wanacheka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Fawa'adhahum qaila, akawapa wao wadhi kwa kuambia kusema, inna Allah, hakika Allah azza wa jalla litakasika litukuka, ja'ala shahra Ramadhan
midmaran li khalqihi. Allah tabaraka wa taala amejalia Ramadhani ni uwanja wa mashindano kwa viumbe vyake, yastabiquna fihi li ta'atihi, watu kushindana katika taa ya kumtii Allah tabaraka wa taala. Fasabaka qaumun fafazu, kuna watu waliotangulia walioshindana wakashinda wakafaulu. Watakhallafa aqwamun fakhabu, na kuna watu walibakishwa nyuma na kuna watu walishindwa wakafasirika. Fala ajabu kullu alajabi, lakini ajabu kila la ajabu, lidhahiki llaili, kwa mwenye kucheka mwenye kucheza, fil yaumi alladhi, katika siku ambao kwamba faza fihi sabiqun, wamefaulu wale walioshinda kwenye kushindana kwao. Wa khaba fihi almubtilun, na wamekuwa kwenye hasara wale walioketi kwenye uovu na kwenye ubatili. Sasa angalia haya maneno aliyanena kwa kuona kwake tu watu wacheka, akatoka na maneno haya. Sasa angalia huku kwetu mangapi yafanywayo kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na hapa nataka kunena jambo, hii Ramadhani tusichukulie tu kwamba ni mchana, usiku pia. Wengi wa watu tuko kwenye makosa, kukosea kwa dhana zetu mbovu, kuona ikiadhiniwa ndiyo mambo yote sasa yameruhusiwa. Kuna watu magharibi kishaingia, maovu huanza vile vile. Si wako Waislamu wale watakula ngokaa na marungi na kuvuta bangi kwenye mchana wa Ramadhani, lakini usiku wakafanya vile vile? Si ziko maskani utaona huuzwa bajia na viazi na juisi na mengineo, lakini kuna na muuzaji bangi pale pale. Tuna watu hawana hamu, wataka imati, wana hamu ya bangi. Tanguka upige tu kikombe cha sharbeti kisha upeleke na bangi, utumbo hujachangamka, sawa, ngoja utavuta bangi. Maana tumekwambia usivute, hutaki kusikia, wataka kuendelea kuvuta, vucha ufe. Lakini ngoja pia kidogo, futuru, tia farumu sawa sawa kwenye tumbo, wakati huo vuta bangi. Lakini utakuta ziko maskani hapo kwa hapo kuna wauzaji bangi na watu wa bangi, wakataka kuharibu mambo yao na wakataka kuharibu saumu zao, na hao wako kwenye hasara, kama ambavyo kwamba nitaifunga hotuba yangu ya leo. Lakini ndugu zangu katika imani, wingi wetu tuharibu mambo yetu, na saumu zetu leo zimekuwa saumu za ada na desturi, si saumu za ibada. Wingi wetu leo twafunga kwa kuwa Ramadhani watu hufunga, lakini wingi wetu hatufungi ya kuwa Ramadhani tumeamrishwa kufunga. Hayo mkina masala bangi kwa wengineo, lakini nenda Makadara ukaangalie sheshegi na vurugu na vurumai na fujo lilioko baada ya watu washafuturu. Mabinti wa Kiislamu sijui wamesikia nini au waona ni kitu gani, uchafu wote uko Makadara. Na tukisema haya, naomba tufahamike kama maduati, sisi tukizungumza haya, kwanza ni wajibu wetu kuzungumza, na ni wajibu wa kila Muislamu azungumze hilo. Lakini tukisema hayo, hatuharibu biashara za watu kwa ufahamu finyo walionao watu ya kwamba tuharibia watu biashara zao. Lakini uchafu ni mwingi ndani ya Makadara, ile barabara uchafu ni mwingi. Na natoa mwito kwa viongozi, hususan mliona madaraka ya kisiasa, nasema afadhali zifungwe zile biashara, afadhali yaondoshwe yale kutokamana na maovu na machafu yanayofanywa pale. Si jana na juzi silikuwa wazunguka ma MCAs na maaskari wao nyuma, wakiwaondosha machokora
na walala hoi walioko barabarani kwa kuchafua miji. Tumeona kwenye mitandao hilo. Lile pia tuko radhi sisi liondolewe, au tusimameni kwa moja kama wazazi, mabinti wote hawana ruhusa ya kwenda, waende waume peke yake, au tusende sisi waume hata wauzaji wasio wanaume waende wanawake peke yake. Itawezekana hilo? Lakini ni wingi kati ya mabinti pale, wakenda pale huwa kuna maagano na faragha ambazo kwamba si sawa kisheria. Kuna magari wazazi, binti yako akikwambia yenda kuswali tarawih, hakikisha tarawih kweli, na kama ataka kwenda tarawih nenda naye binti yako, ataka kwenda tarawih naende na mamake. Tusitoe tu nafasi kiholela holela. Pale huja magari wakawachukua mabinti zetu. Wewe uko ndani ya msikiti, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, makadara unao habari nayo? Mwanako uko ndani ya Prado, hula mishkaki ndani ya Prado. Hayo ndio takatuyangalie kwa kina na makini. Na mwito wangu siku zote mimi mpenda kuambia mashekhe wenzangu, kama haya ndio takatusimameni kwa pamoja tuyazungumze. Mbona wakati wa mwezi ilikuwa mitandao tele fujo? Kwa ikhtilafu zetu sisi taona fujo na balaa moja kwa mbili. Kwa mambo ya kijamii hatusimami kuungana kuzungumza hilo, kisha tasikia mtu asema wala yazaluna mukhtalifin. Twalikubali hilo ni aya ya Mungu na twakiri na hilo halipingiki, lakini tunenapo ya kwamba mizozo, basi twasema ya kwamba ikhtilafu iko pale pale, lakini mizozo yetu ni mizozo sisi kubakia kwenye mizozo, na kisha kuna mambo ambayo kwamba twastahiki kukenya, sisi hatuwezi kukenya. Ndio tukasema kwamba basi mizozo, lakini hatupingi ikhtilafu. Ikhtilafu ziko ila antakuma saa wa ila an yaritha Allahu al-ardha wa man alaiha. Ufahamu wako na wangu tofauti. Unavyofahamu wewe sivyo ninavyofahamu mimi, na ninavyofahamu mimi sivyo ninavyofahamu wewe. Lakini nakusudia mashehe, ikhtilafu zetu zisifanye sisi mpaka kwa kuna mambo fulani ya muhimu zaidi. Leo hakuna semaye yale isipokuwa shekhe aliorehemewa na Mungu. Lakini kama nilivyonena, kwa mwezi wa popote na mwezi ndani ya nchi, kila shekhe wakati huo wa kidole kwa nakala nyingi kwenye mitandao. Mbona kuhusu makadara hamuneni? Mabinti wanakuambukizwa ukimwi na kutiwa mimba. Mbona hayo hatuneni? Mbona hayo hatufikiri? Kisha hutoka baadhi ya mashekhe wakawa huishika aya wala yazaluna mukhtalifin. Hatuipingi aya, ingawa hatukusoma, ingawa wanafunzi kwenu hatuelewi mambo, lakini kuna mengine kwa taufiki ya Mungu pia nasi huona alivyotujalia Mungu. Lakini nasema kuna mambo sisi hutuponyoka tukaacha kulingania watu na kuwapa watu tanabuhi ya muhimu. Leo mizozo imefikia mahali, na hili nafikiri niliwahi kuambia, niliwahi kuandamana na mtu, adhana ya magharibi imeadhiniwa, watu wanavunja saumu, nikampa tende, kamwambia kwamba fungua saumu, adhana imeadhiniwa. Anambia adhana ipi? Kambia husikia adhana hiyo? Kanambia adhana ya msikiti ho siwezi kufungua nao saumu. Sasa fikirieni, mpaka adhana yuko tayari ndio mpaka wakati wa tarawih ndio afungue, apate adhana ya msikiti anapopenda yeye na anapotaka yeye. Ni haki, hata kama migogoro na hata kama ikhtilafu ziko. Ni nani, shekhe gani uliobobea kwa elimu gani huweza kutuambia sisi ya kwamba sheria yasema hata adhana ya msikiti fulani usifungue nayo? Makosa. Juzi si alikufa shekhe Tanzania,
Si zilitoka nakala, watu wasema tumefurahi kwa kifo chake. Hata kama kuna ikhtilafu, ndugu zanguni, hata kama kunayo aya wala yazaluna mukhtalifin, sasa pia mpaka kufa kwa muislamu mwenzako furahie. Na mbona sisi kisha tuambiwa wala takunu kalladhina tafarraqu wakhtalafu? Twazipeleka vipi aya hizi na ufahamu huo tuupeleka vipi? Lakini leo nalitangaza hili, wengi mashekhe leo nawaambia, sisi twapigwa vita vya kifikira. Kuna watu hawataki tusonge kwa mambo ya jamii yetu ya Kiislamu. Kuna watu huzidi kutugawanya, na mashekhe twatumiwa na hatujijui kama tutumiwa. Lakini endeni Makadara mkaangalia, utasikitika. Hali nzito, binti miaka 17, 19, 20, 22. Niliwahi kuhadithiwa, na hili pia nimewahi kuambia, alionekana binti, fakhri ya binti, amevuliwa nguo ndani ya gari Waislamu. Ni haki gani? Tuko wapi kwa majukumu yetu kama wazazi? Tusimameni kwa yote, tusisimame tu kwa kufunga na tarawehi na kutoa sadaka. Sawa, ni sheria, ni thawabu. Majukumu yako wewe kama mzazi yako wapi? Hivyo taka kunambia madada zetu na watoto wetu, yani wametushinda tukiwaambia musende Makadara, hatuwezi sisi kuwakanya. Na ikiwa kweli hatuwezi kuwakanya, wa ima binti atakasirika au mamake atakwambia mwate aende, nawe ukubali, anta dayuth wa ana dayuth. Ikiwa itafikia hapo tusiweze kuwakanya mabinti zetu kwenda huko waendako, basi wewe ni deyuthi na mimi ni deyuthi, na sote wawili pepo ya Mungu ni haramu kwetu. Lakini kama wazazi tuweni makini sana, na kama Waislamu tuweni makini sana na nyakati zetu kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwasemaje sasa hivi kwa kuchezwa mabao, madumna na makarata? Kuna watu mpaka ndani ya misikiti, wale wanaoketi vipembeni tarawih endelea, kuna watu uchate ndani ya misikiti. Kuna watu cheza game ndani ya misikiti na tarawih endelea. Basi hata kwa Ramadhani umecheza game siku zote ucheza, wachati siku zote uchati, faida ulioipata hata kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani huna sana wakati nawe kasema hapa watamrudi kwa Mola wangu. Mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa tauba na watu kutaka istighfar. Shaukani asema kwa nini Ramadhani itwe Ramadhani? Asema li annahu yarmidhu dhunuba ay yuhriquha bil a'mali salihah. Ndivyo anavyosema Shaukani. Ramadhani ni mwezi wa watu kufutafuta yale walioyafanya. Ndio ule mmoja akasema ata ramadhanu mazra'atul ibadi litatuhiri alqulubi min alfasadi faaddi huquqahu qawlan wa fi'la wa zadaka fattakhidhu ila almaadi faman zara alhububa wa ma saqaha ta'awaha nadiman yawm alhasadi. Haya maneno ni maneno mazito ya wema walioifahamu sheria ya Mungu vilivyo, na wakasimama kutaka kutuonesha namna sheria ya Mungu vilivyo. Huyu asema imekuja Ramadhani kuja kusafisha nyoyo za watu kwa maovu na machafu waliofanya watu. Ramadhani ni mwezi wa watu kupanda na kuvuna. Kasema panda ili upate kuvuna siku utakapokwenda kwa Mola wako. Akapiga paka mfano kwa kusema mwenye kupanda mbegu kisha sinyunyuzie maji atakuja kujuta siku watu watavuna. Kuna watu watanali yaliomema kwa kupitia Ramadhani. Allahumma ja'alna minhum. Huu ni mwezi wa watu kutafuta amali, ni mwezi wa watu kusamehewa. Ndio kaona kwa riwaya mbili zilizokuja
Twaambiwa ya kwamba man swama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yoyote atakayefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa imani, akiamini ni amri kutoka kwa Mola wake na akitarajia thawabu kutoka kwa Mola wake, atasamehewa madhambi yake yaliyopita. Man qama ramadhanan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yoyote mwenye kusimama visimamo vya usiku katika mwezi mtukufu wa Ramadhani akiwa na imani ni amri kutoka kwa Mola wake na akitarajia thawabu kutoka kwa Mola wake, atasamehewa madhambi aliyokuwa nayo. Wanazuoni wasema ni madhambi madogo madogo. Hata hayo madhambi madogo madogo, sisi kwa kusamehewa kwetu madhambi madogo kidogo, na hata madhambi makubwa kwa kuwa ndio mwezi wa tauba, Mwenyezi Mungu pia atatusamehe. Lakini twapoteza nyakati zetu kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa mambo yasiyokuwa na maana, kwa mambo yasiokuwa na mwelekeo. Kuna nukta zimebakia, nataka saa 7 kamili tuswali. Nikiafikiwa kuzimaliza fabiha wa neema, sikuafikiwa kuzimaliza tutatosheka na haya tuliyoyapata. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ba'd. Tataja watu watatu waliotajwa katika wenye kutekeleza ibadati. Sasa jipime uko upande gani? Wa kwanza kabisa, kuna grupu ya watu yaitwa as-sabiqun. As-sabiqun hawa wale waliotangulia, na tukaweza sema pia kwa lugha nyingine hawa wale walioshinda. Vipi? Adaul faraidha, walisimama kutekeleza ya faradhi, wa aktharu min nawafili bi anwaiha, kisha wakafanya kwingi kufanya mambo ya sunna kwa sampuli zake zote. Watarakul maharim, na wakaacha mambo ya haramu, wal makruhat, na mambo ya makruh. Hao basi tuwapa bishara kwa kuambia farauhun wa raihanun wa jannatu naim. Watu hao tuambia basi ketini kwa sururi na furaha, na mutakula yaliyo mazuri kutokamana na vinywaji na vyakula katika bustani iliyo na neema. Ndugu zanguni katika imani, ile tukiambiwa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa neema, kuna watu watanadi kwa kupitia Ramadhani ile aya inayosema kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya. Ile huambiwa ni watu watalipwa. Mwenyezi Mungu sasa tawaambia watu kuleni na munywe kwa mapana, haya ni malipo kwa masiku ya duniani mlioketi njaa na kiu. Lakini leo hatujui neema kama hizi. Si wako watu hawafungi, mabarobaro wa Kiislamu. Wazee mashtaka hayo tujapata sana, lakini mashtaka kwa mabarobaro tumepata. Na kama wazee pia muko, soteni Mwenyezi Mungu atuongoze kwenye barabara ya sawa. Mshipa wa riahi huusikii isipokuwa kwenye mwezi mtukufu Ramadhani, wala alsa huisikii isipokuwa kwenye mwezi mtukufu Ramadhani. We ngobe, ilikuwa huna nia ya kufunga, lakini kwa ushahidi wa mabarobaro asema mmoja, shekhe, sisi mabarobaro hatufungi. Unaye barobaro Ramadhani imeanza, ikifika saa 5 alivunja saumu kwa kuwa na hamu na hamumu ya fegi. Aliwasha sigara yake ile itakawe, ati ametamani kuvunda saumu kwa sababu ya sigara. Mimi nasema hata kama pia umevunda saumu kwa kudhilibiwa na shetani, basi ula vilivyo vya halali, usile vya haramu, usifanye ya haramu. Lakini kwanza umevunja saumu, hukufunga, kisha kufanya na ya haramu. Lakini alivunja saumu kwa kuwa na hamumu na hamu ya sigara. Hivi ni haki? Ndio maana kwa taufiki ya Mungu tumeandaa Ramadhani hii kipindi kinachojulikana Kijana Badilika na Shekhobo.
kifuateni sana hichi kipindi, kiko katika Al-Haja TV au kwa channel yangu Sheikh Muhammad Abdiyogo. Kila siku mimi safari hii sikuchukua madarasa misikitini. Alhamdulillah, misikiti kama kawaida huniita sana kwenda kutoa darasa, lakini niwaambie kwa safari hii niacheni, nataka kupambana na vijana misikitini. Mashekhe wafanya kazi misikitini na mimi nafanya kazi maskani, lakini alhamdulillah kwa taufiki ya Mungu naona mwelekeo namna unavyokuja kwa vijana kila sehemu kutupigia simu, shekhe vipi na sisi vipi na sisi. Tunataka kuambia vijana, usivunde saumu kwa sababu ya rosta. Lakini wingi kati ya vijana leo hawafungi. Mimi nilishuhudia katika Ramadhani zilizopita, feri mwisho wa gari, dereva wa matatu geuza gari, ndani hakuna abiria, pandikizi la bofulo na Fanta orange, ainamisha kitu ati epija Fanta orange. Kitambo nishamona, siku na kilima pale feri kitokeza hivi. Na mashekhe kwa kuona mbali, alhamdulillah, Mungu atupema toha, kawa tayari shamnasa kwa kumwangalia apija Fanta na bofulo. Hivi huchi Mungu akisakisha hiyo bofulo hapa isipande wala isishuke. Angalia inaji ya mwanadamu namna ilivyo, hufikia mahali mpaka kawa hajali lolote, hatari sana. Lakini kuna watu mashallah, kwenye mwezi mtukufu Ramadhani, kuna watu simama wakatekeleza yote ya faradhi na wakatekeleza yote ya sunna na wakaacha ya haramu na mambo ya makruh, yote hayo. Sasa sisi tutaka tuwe kwa sampuli hiyo. Fungu la pili, watuambia wanazuoni, muqtasidun adaul faraidha wa tarakul maharim. Hawa walisimama kutekeleza ya faradhi na wakaacha ya haramu. Twakwambia ikiwa uko kwenye grupu hiyo, fasalamun laka min ashabi yamin, amani iwe juu yako. Mungu akipenda utakuwa miongoni mwa wale watakaopewa vitabu vyao kwa mkono wa kulia, na utakuwa miongoni mwa watu wa peponi. Mwisho kabisa, grupu ya mwisho ya hatari sana, wanazuoni wasema adh-dhalimu li nafsihi, mwenye kuidhulumu nafsi yake. Alladhi, ni yule ambaye kwamba khalata amala saliha ukhra sayyi'a, yeye hufanya mazuri kisha akatanganya na maovu na machafu. Fa'jal birrujui, fanya haraka urudi kwa Mola wako, kabla an yakuna ramadhana laka khasma, kabla Ramadhani haijakuwa ni ugomvi kwako, kabla Ramadhani haijataka kupigana vita na wewe. Rudi kwa Mola wako. Hao wale watu ambao kwamba hufanya yale mema lakini kisha wakachanganya na maovu. Kwa mfano, kuna watu hufunga lakini hawana njia kupata futari mpaka watapeli watu. Kuna watu hufunga lakini husengenya vile vile. Kuna watu hufunga lakini uovu pale pale. Sasa huwa mfunga gani? Sisi sote twakiri ghayatu saumi taqwallah, kilele cha saumu ni mtu kufikia ucha Mungu. Sasa wewe na mimi mpaka sasa hivi tusingoje Ramadhani ishe. Leo Ramadhani kama ni 7 au ni 6, hebu tujipime kwa siku tulizofunga. Hii takwa yetu kwa Mola wetu imepanda, iko pale pale au imeshuka? Ndio hapo utaweza kujipata ya kwamba saumu yangu kwangu imekuwa na manufaa, na natarajia Ramadhani ikiisha nifikie kwenye kilele cha ucha Mungu. Lakini ni kwamba mpaka sasa hivi kuna watu hufunga lakini ikawa hufanya mazuri, na hapo hapo kwa hufanya na maovu. Itakuwa Ramadhani yako na funga yako bado haijakuwa funga na Ramadhani anaitaka Allah tabaraka wa taala. Khitaman, mwisho tukifunga khutba yetu ya leo, ni kwamba hakikisha kama Muislamu, tia kwenye akili na ufahamu, tusipoteze nyakati kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hatuna garantii ya kwamba 2026 tutaipata hiyo Ramadhani. Ni wangapi tuliokuwa nao mwaka jana leo hawapo? Majumbani mwetu kuna watu tulifuturu na wao lakini leo hawapo. Kuna watu walifuturu na mama zao, kuna watu walifuturu na baba zao, kuna watu walifuturu na ndugu zao wa kiume na wa kike,
Kuna watu walifuturu na maami zao na wajomba zao, leo hawako. Nafasi ile ile aliyokuwa akiketi yeye, nafasi ile ile leo ameketi mwingine, na ile ile yako kwamba waketi wafuturu, keshole ataketi mwingine. Sasa sisi tusipoteze wakati, tuifikirie sana Ramadhani. Ramadhani ni golden chance. Juzi hapo tu kidunia, sikulitoka ofa ya mazulia, ikawa wote wanawake hupeana habari kwenye mitandao, mazulia ameshuka, ofa ya Ramadhani, ofa ya Ramadhani. Ndio wate zao vibenki kawa, nipe mimi bwana, nipe mimi. Yeye mwatisia kutukua, lakini nataka kutukua kwanza kwa sababu asikose zulia. Lakini angalia kwa nini ofa za sheria yetu ya Kiislamu, mambo ambayo kwamba yatatufaa hapa duniani na kesho akhera, sisi ofa kama hizo tufikirii. Lakini ofa za kidunia, lolongo sote dunia, ambao kwamba umekuja duniani huna lolote, ukaenda mbio kukusanya vyote, ukaondoka bila chochote, na ukaulizwa kuhusu kila kitu. Waenda mbio, wataka kushika dunia kwa mikono, wataka kumiliki kila kitu ndani ya dunia, na utaondoka, utaacha kila kitu, huendi nacho. Kisha Mola wako atakuuliza kila kitu ulichokusanya kwenye dunia. Fa'tabiru ya ulil absar. Mambo tuyazingatie na mambo tuyafikirie. Hatuna muda sisi wa kupoteza tena wakati, licha kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, hata kwenye nyakati nyinginezo. Hii ni akhiru zaman. Mwaonaje vifo vya ghafla? Mara moja wapigiwa simu, wasema sasa hivi nilikuwa naye. Hakuna tena wakati wa kupoteza, ni sasa hivi turudi kwa Mola wetu sawasawa. Vijana, msijae misikitini Ramadhani peke yake, hata Ramadhani kisha tuingieni kwa wingi misikitini. Lakini la kusikitisha, halitoisha hata 12 misikitini itakuwa watu hakuna. Ni haki kweli? Hatujatambua thamani ya wakati wetu kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tusipoteze nyakati zetu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, kullu nasi yaghdu, kila mtu asubuhi mapema, Mtume kuja mfano, kila mmoja hutoka mapema, fabai'u nafsahu famutikuha au mubikuha. Kuna watu wataziacha nafsi zao huru kwa kuandama hawa na wataingia motoni, na kuna watu wataziuza nafsi zao kwa kufanya toa ya Mola wao na wataingia peponi. Hao ni wale ambao kwamba hawapotezi nyakati zao kila wakati, na hususan katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nasaha yangu akina mama mlioko nyumbani, iko desturi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani futari kuwa nyingi majumbani. Meseji yangu kwa kina mama na kina dada na wake mlioko majumbani, musishiriki kuangalia futari sana mukaacha ya kheri. Tendeni kheri zenu ili zikawasaidie mbele ya Mola wenu. Hata mume wako iwe hula, hata kama ushinda boko kwa kula, lakini tafuta mwanya na wakati ufanye ibada zako. Swali kwa wakati, soma Qur'an, lete adhkar. Huyo mume wako ukiingia kaburini, huweza asikufae kwa amali anazozifanya yeye, zako ikawa zile ambazo kwamba umekwenda nazo. Lakini tusimameni hata sisi waume kuwaekea wakati wake zetu, na wao wawe na wakati wa kufanya ibada. Lengine kwa matajiri ambao kwamba muna makampuni, kuna watu ni wafanyikazi, tusiwape sana wakati mrefu wa kufanya kazi, wala tusiwape nyakati nzito nzito. Leo wewe bosi uko ndani ya ofisi yako, air condition ya kupiga, lakini kisha utanena saumu mkali. Yule yule mwajiri taka umfikirie, usiwe mkali kwake akikwambia bosi nimechoka. Na wafanyikazi wetu majumbani, futari ni nyingi, visufuria na visahani vikawa ni vingi, kisha asubuhi ikawa ni israfu kumwagwa vyakula kwenye majaa. Nasema hata wafanyikazi
Tupunguzeni sisi majumbani kuwatuma sana maskini. Utakuta mfanyikazi akiinuka asubuhi au kabla hajainuka ashamata masikini, hajui aanze wapi amalize wapi, kwa vyombo vilivyo vingi. Ramadhani si mwezi wa kula na kunywa, Ramadhani mwezi wa ibada. Naomba Allah tabaraka wa taala tuwafikishe kila kheri. Naomba Allah tabaraka wa taala tubariki. Naomba Allah tabaraka wa taala atupe hima na nyoyo kufikiria kheri na kuyafanya. Innahu waliyu dhalika wal qadir alayh. Ilikuwa nataka tuswali saa 7 kamili, lakini saa 7 na dakika 8 na wataka radhi kwa kuongeza dakika 8, ingawa kuna mingi mambo tutakwenda kufanya, lakini kisimamo wangu na itikadi yangu, hakuna la kheri na la baraka kama sisi kukete kusikia Mola wetu. Wallahi, kwa ajili ya Mola wako huachi jambo kwa ajili ya Mola wako, Mola wako asikupe badali iliyo njema. Kuna kijana mmoja akifanya kazi nzuri na akipata mshahara mzuri, aliacha kazi kwa ajili ya Mola wake, kwa kuwa Mola wake amempa amri ya kuheshimu wazazi wake. Aliacha kazi ya mshahara mzuri, watu wakashangaa na yeye, kwa sababu ya kuja kumwangalia babake ambaye kwamba ni mgonjwa. Alimunguza babake kwa tabu na shida na pesa hana, paka baba akashtariwa na Allah tabaraka wa taala, Mungu akamختari, baba akafariki. Huyu kijana ninavyowaambia sasa hivi ni miongoni mwa milionea ndani ya Mombasa hii. Aliacha kwa ajili ya Mungu, kwa kuwa Mungu amemwamrisha awatii wazazi wake. Leo Mungu amemwinua, hakujali mshahara mkubwa ambao kwamba alikuwa akiupata. Na sisi sote tusisahau ya kwamba ulimwengu na mwenyewe ni Allah tabaraka wa taala. Ukiacha jambo kwa ajili yake na ukifanya jambo kwa ajili yake, hutokuwa kwenye hasara, utakuwa kwenye neema. Yaqulu Allahu mukhbiran wa amira, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma ij'al hadhihi jama'atana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi muyyadan ma'suman. Allahumma alif baina qulubina waslih dhata bainina wa hdina subul salam wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha ma batana. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqim as-salat.